BMP TV Professional Update. Waendelea ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena tunakuja mbele zako kwa kukuletea update nono kabisa ambazo zinazidi kufahamisha update nono kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Seth Mr. Orange, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu zaidi update hii ya leo. Nafikiri kuwa ni mengi ambayo yanayokuja na mengi ambayo yanazidi kufurahisha vyema kabisa. Na huu ni muktasari wa habari. Kinshasa, vijana wa Kinshasa waitaka serikali kumrudisha Mheshimiwa Constantine Mutamba katika serikali. Uamuzi mpya wa Marekani kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kuna haya na mengineyo, kwa hiyo kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu mengi zaidi ambayo yanazidi kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivi sasa ambako uamuzi ulitolewa wa huko Washington na kusaini mikataba ya amani kati ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Kinshasa, katika kilele cha maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Pan-Afrika yaliyoandaliwa jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wa taifa hilo kwa kauli moja wameinua sauti zao wakimtaka Mheshimiwa Constantine Mutamba arejeshwe katika nafasi za uongozi serikalini. Tukio hilo ambalo limefanyika tarehe 1 Julai katika kituo cha kitamaduni cha jiji hilo kuu limekuwa jukwaa la vijana kutoka sehemu mbalimbali za nchi kutoa maoni yao kuhusu mustakabali wa taifa, changamoto za kizazi kipya na nafasi ya viongozi chipukizi katika serikali ya sasa ya DRC. Wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya taifa na kauli mbiu mbalimbali zinazosisitiza mshikamano wa bara la Afrika, vijana hao walitumia fursa hiyo kumpongeza na kukumbuka Constantine Mutamba, wakimtaja kama kiongozi mwenye maono, mzalendo na mwenye uwezo wa kweli wa kuleta mageuzi chanya kwa vijana wa Kongo. Mmoja wa washirika wa tukio hilo ambaye ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kinshasa alisema, "Tunamkumbuka Constantine Mutamba kama kiongozi mwenye udhubuti. Ameonyesha kuwa ana moyo wa kizalendo na anawapigania vijana bila kuchoka. Tunaiomba serikali ya sasa kumrejesha kazini ili awe sauti ya mabadiliko tunayoyahitaji." Kwa kauli hii iliungwa mkono kwa makundi mbalimbali ya vijana, wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya kisiasa na wanaharakati wa kijamii waliotumia majukwaa ya mijadala kusisitiza kuwa kurejea kwa Mutamba serikalini kutawapa vijana matumaini mapya ya kisiasa na kijamii. Siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 1 Julai katika baadhi ya nchi ni tukio muhimu linalolenga kuenzi mshikamano wa mataifa ya bara hili na kuweka mbele ajenda ya maendeleo kwa misingi ya usawa, amani na haki za binadamu. Mwaka huu Kinshasa iliandaa tukio hilo kwa mwitikio mkubwa wa vijana, wanasiasa na wadau wa maendeleo. Wachambuzi wa siasa za ndani ya Kongo wanasema kuwa wito huu wa vijana ni ujumbe mzito kwa uongozi wa juu wa nchi ambao unapaswa kuzingatia maoni ya kizazi kipya katika kujenga mustakabali wa taifa. Wanasema kuwa mchango wa viongozi kama Constantine Mutamba waliowahi kushika wazifa muhimu za kitaifa bado unahitajika katika meza ya maamuzi ya taifa. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na ofisi ya rais au serikali kuu kuhusiana na wito huu wa vijana, lakini matarajio ni makubwa kuwa sauti za vijana hao hazitapuuzwa. Kwa sasa vijana wa Kongo wanaendelea kushikilia kauli mbiu yao, Kongo mbele inawezekana, kupitia viongozi wanaowajali watu. Na hivyo ni kauli mojawapo ya vijana ambao wanazidi kupaza kwa wakati kama na huu na kuhitaji kuwa serikali ya sasa hivi iweze kumrudisha Constantine Mutamba katika ngazi kuu ya huko serikalini, kwa sababu ni kijana mojawapo ambaye alipata nafasi kubwa sana katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amekuwa ni mojawapo ya kijana ambaye anakuwa akifikisha lalamiko kubwa za vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ana maono makubwa kupitia vijana, na hivyo vijana wanajaribu kumtetea ili arudi kazini na mambo mengine yaendelee kama kawaida. Huko ni Kinshasa, tujielekeze huko Marekani. Katika hatua ya kushangaza,
lakini yenye uzito mkubwa wa kimkakati. Serikali ya Marekani imechukua uamuzi wa kihistoria wa kuondoa kabisa kile kilichobaki kuwa ni kisingizio cha mwisho cha ushawishi wa sumu ya kisiasa ya Rwanda kuhusu tishio la wahasi wa FDR kwa kuanzisha hatua madhubuti za kuongoza mpango wa kuwatokomeza na kuwadhibiti kabisa waasi wa FDR, sambamba na usimamizi wa moja kwa moja wa kuondolewa kwa majeshi ya RDF kutoka ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mara ya kwanza kabisa, Marekani imemteua Jenerali nyota 4 wa jeshi la anga la Marekani, Duncan, kuwa kiongozi wa juu wa mekanismi ya operation maalum ya usimamizi na utekelezaji wa mpango wa kuondoa kwa majeshi ya Rwanda RDF kutoka kwenye ardhi ya Kongo. Hii ni hatua ya kipekee na ya moja kwa moja yenye muda wa mwisho wa siku 30 tu kuanza kutekelezwa kwa mara moja. Jenerali nyota 4 za mabadiliko. Uteuzi huu umetangazwa kama hatua ya kwanza ya kidiplomasia ya uongozi mpya wa rais wa Marekani Mheshimiwa Donald Trump, ambaye ameamua kumpa nafasi jenerali huyu mashuhuri ambaye pia ni mwekezaji wa kimataifa na mtaalamu wa kimkakati ya kijeshi. General Dan, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa majeshi ya Marekani katika shirika la kijasusi la CIA kuanzia mwaka 2021 hadi 2024. Sasa amekabidhiwa rasmi jukumu la kusimamia utekelezaji wa mkataba wa kihistoria kati ya DRC na Rwanda unaolenga kumaliza kabisa uingiliaji wa kijeshi wa Rwanda katika ardhi ya Kongo. Uamuzi huu unaashiria mwelekeo mpya wa kimataifa kuhusu mgogoro wa Kivu Kaskazini na Ituri na Kivu Kusini, maeneo yaliyoathirika na miongo ya uvamizi, uporaji na mauaji ya raia wasio na hatia. Masharti mapya kwa Rwanda, pumzi ya mwisho ya kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa taarifa za juu za kiintelijensia, jenerali amepewa mamlaka kamili ya kufuatia na kudhibitisha uondoaji wa askari wa RDF kutoka eneo la mashariki mwa DRC ndani ya kipindi cha siku 30. Kuratibu operation ya kimataifa ya kuwatokomeza kabisa FDR na kutoa ripoti ya utekelezaji kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kuweka mfumo wa kudumu wa uangalizi wa kuhakikisha kuwa Rwanda haijarudisha vikosi vyake kwa namna yoyote ile, wazi au kwa kificho. Kwa hiyo kile kilichokuwa kisingizio kinachotumiwa na Rwanda, yaani tishio la FDL, sasa kimeondolewa kabisa kama sababu ya kuvuka mipaka ya DRC kwa njia ya kivita. Maana yake kwa Kongo na ukanda wa maziwa makuu, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama na uhusiano wa kimataifa, uteuzi wa General Dan Ken unamaanisha yafuatayo: Marekani sasa ina nafasi ya kuongoza moja kwa moja suluhisho la kisiasa na majeshi ya mashariki mwa Kongo. Rwanda inalazimika kwa nguvu ya kimataifa kuheshimu mipaka ya DRC bila kisingizio chochote. DRC imepokea uungwaji mkono wa wazi kwa Marekani, na hii ni fursa muhimu kwa Rais Felix Tshisekedi kuimarisha uhuru wa kitaifa na mshikamano wa raia. Matarajio mapya: amani ya kudumu kwa mara ya kwanza. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan wale wa mikoa ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kusini na maeneo mengine ya mashariki, wana haki ya kuwa na matumaini mapya, kwani kwa mara ya kwanza nguvu ya kimataifa imeamua kumaliza mchezo wa ukimya na unafiki wa kidiplomasia. Kwa mpango huu wa Top Crown, siku 30 za kweli ni ahadi ya dunia kwa Kongo mpya, Kongo yenye uhuru, heshima na amani. Kutokana na maendeleo haya makubwa, tunatoa wito kwa raia wote wa DRC, viongozi wa ndani na wa mikoa, wanaharakati wa amani na jamii ya kimataifa kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mpango huu na kuunga mkono juhudi za kuhakikisha kuwa kamwe tena ardhi ya Kongo haitatumika kama uwanja wa vita vya mabeberu wa kigeni. Na hivyo
hiyo ni mambo mojawapo ambayo ni kauli mojawapo ya nchi ya huko Marekani ambayo wameamua kuleta jenerali kwa kuwa mwangalizi kwa saini ambayo ilotoka kwa sababu ya amani kati ya Rwanda na DRC. Swali moja ambalo linabaki kwa wakazi wa huko mashariki mwa DRC, je, swala hili ambalo Marekani aliingilia kati hivi lina uhakika zaidi ya kuwa ni moja kwa moja kuna amani? Hapa na hapa wadau wanazidi kuweka maoni yao kuhusu swala hili ambalo limezidi kutokea na kuhusu mambo bayana ambayo yanazidi kutokea hapa na pale kuhusu amani hii ambayo iliyosainiwa. Lakini kuna wengine ambao kila kukicha wanazidi kuweka pongezi zao kubwa kwa rais Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kile ambacho ameweza kwenda na kukifanya na kufanikisha kwa kitu kama na hichi. Lakini kwa watu ambao wanazidi kuweka vikwazo na kuona kuwa swala hili halina umuhimu wote ule na bado tu maswala yatakuwa ni yale. Kwa hivyo ambao ni upande wa wazalendo bado hatujaona kauli yao na bado hatujasikia kauli yao kuhusu saini hizi ambazo ziliweza kutiwa kwa huko Washington. Kwa hivyo bado tunazidi kuwapa macho na kujaribu kuwafuatilia vyema kabisa kwa hatua yao moja kwa moja. Na kila wakati tunazidi kusikia kuwa lazima majeshi ya Rwanda yaweze kuondolewa katika ardhi hii ya Kongo, na bado huko mirindimo ya risasi kila kukicha inazidi kuwekwa. Swali ambalo linabaki, je, amani itakuwepo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au ni vile tu saini zinawekwa kwa sababu ni za karatasi? Je, matendo yatakuwa ni wapi? Kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Mr. Orange. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Jaribu kufollow page zetu Instagram, Facebook, hata pia TikTok, na mambo yote yatakuwa vyema kabisa. Utakuwa unapata updates zetu kila kukicha. BMP TV Online ni yetu sote. Uwe na siku njema. Asante. BMP TV Professional Update.